badiliko. Katika kitabu cha Matendo ya Mitume mlango wa 3 mstari wa 19 unasema kwamba tubuni basi mrejee ili dhambi zenu zifutwe, zipate kuja nyakati za kuburudishwa kwa kuweko kwake Bwana, apate kumtuma Kristo Yesu aliyewekwa tangu zamani. Nasema kwamba tukatubu, tengeneze tena uhusiano wetu na Mungu. Naishi katika dhambi, unaishi katika njia ambayo haimpendezi Mungu. Kumbuka yeye ni Mungu wa rehema, na tena yeye ni Mungu wa ghadhabu. He is a holy God, he is a merciful God, and he is also a consuming fire. Unaweza chagua kuishi katika maisha ya kumwogopa Mungu, katika kutubu na kumtafuta Mungu, ili mkaweze kusamehewa. Mji wa Nineve waliponyenyekea mbele za Mungu, Mungu aliwasamehea na akawafutilia mbali dhambi zote ambazo walikuwa wametenda. Anasema ikiwa watu wangu walioitwa kwa jina langu watatubu, kuziacha dhambi zao, mimi Mungu nitawasamehe, nitawaponya. Hivyo ndivyo Mungu anavyotupenda wapendwa. Kwa hivyo kila wakati unapotubu, unaposimama kwenye pengo ni kwa sababu ya taifa. Unaposimama kwenye pengo ni kwa sababu ya familia yenu. Unaposimama kwenye pengo ni kwa sababu ya familia yako. Unaposimama kwenye pengo ni kwa sababu ya ndugu yako, dada yako, ni kwa sababu ya jirani yako, ni kwa sababu ya rafiki yako. Si kwamba Mungu hasikii na hatendi. Kuna jambo ambalo linafanyika